Tuna kizazi kikubwa leo, ili wakuelewe utakachokisema mbele yake, lazima kwanza watakutazama katika elimu ya sekula una nini. Ndio maendeleo tunayokwenda nayo mbele, na ndio kizazi kinachokuja ama tulichokuwa nacho. Huko nyuma mashehe zetu walikuwa nayo thamani na daraja na utukufu katika jamii kwa ile dini tu waliokuwa nayo, hata kama hawana chochote katika sekula yao, walikuwa wakisikilizwa na wakiwapata watu wakiishi nao katika mila zile. Lakini namna dunia inavyokwenda imemtengeneza mwanadamu kuelewa kwamba dunia yake ipo katika sekula yake, haipo katika dini. Hukuja kusali ni patita muda tu wa ziada ambao wanaweza akasali, lakini kikubwa muhimu kwake ni maisha yake ya nje ya sala, kazi yake, biashara yake, mali zake. Sasa huyo, ili mpate na uweze kuelewana naye, ni lazima uje na mkao ule wa kisekula katika hizo elimu anazoziamini yeye, ndizo ambazo zitakufanya wewe uwe na kauli na lugha ya kumwelewesha akakuelewa hicho ulichokuwa nacho. Na ndio maana kama utatazama vyema, tuna wimbi kubwa la vijana ambao wana matatizo mengi katika dini, wanatoa fatwa za hovyo katika dini, na fatwa zao zikawa ni zenye kushikwa na zenye kutegemewa katika maeneo mbali. Msingi wa fatwa zile ni kwa sababu wamepita katika sekula na wamesoma dini kupitia hiyo sekula yao, ndio maana wakawa na nguvu, na ndio maana wakazidi kutugawa hata katika mambo ya mu'taqadat kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upi wajibu wako ndugu yangu katika imani? Tuna jukumu la kuwekeza katika mali, lakini pia tuwekeze katika elimu, kama ambavyo tunawazingatia watoto wetu katika kumsoma Allah, na tukiambiana mara zote kwamba tusiangalie tu sekula, tuangalie na dini ya Allah. Mtengeneze katika dini yako, aijue imani yake, imsaidie juu ya kila atakachokisoma katika sekula yake. Lakini usimtengeneze katika dini yako ukamnyima kabisa kuhusu sekula yake na kuhusu dunia yake. Kwa maisha yanavyokwenda mbele, utakuwa haujamsaidia kikamilifu katika dunia yake. Tuwazingatie watoto wetu katika msimu wao wa masomo, lakini hili lihusishe pia katika wapi unapompeleka akaisome hiyo sekula yake.